Haikuwa ndoto wala simulizi za mababu wa kale, ni ukweli mchungu. Mwanzo wa mwaka, sehemu ya starehe imegeuka majivu. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, wameeleza kuwa moto huo umezuka ghafla baada ya umeme kukatika na kurejea. Walisikia mlipuko kabla ya moto kuenea kwa kasi. Tuliokuwepo kazini na bosi tulishirikiana kuuzima na fire extinguisher maji, lakini moto ulishindikana, ikabidi tutoke. Vinywaji vingi vyote vimeungua, ambapo kwenye sehemu ya roja ya baani. Kwa hiyo kule vitu vyote vimeungua. Mkurugenzi wa Suzi Lounge Peter Cheyo amesema mali zote zilizokuwa katika eneo hilo zimeteketea kwa moto, huku mbunge wa jimbo la Katoro kwa niaba ya wakazi wa eneo hilo ameiomba serikali kuanzisha kituo cha zimamoto kwa kuwa mji huo unaokuwa kwa kasi umekuwa ukikumbwa na majanga hayo na kuwaacha wananchi na umasikini wa kutupwa. Shida ilikuwa ni umeme. Umeme ulikuwa ukija, ulikuwa ukikata kila baada ya sekunde kadhaa unarudi, kila baada ya sekunde kadhaa unarudi. Sasa nadhani sasa umeme umekuja kurudi kwa kasi kubwa. Tukawa tunasikia kama kitu kimelipuka. Baada ya kuendelea kufuatilia, tukaona ni moto umeshika. Tumeanza jitihada za kuzima moto mapema, lakini sasa moto ukatuzidi. Tunapata zimamoto kutoka Geita, ambao umbali wa kutoka Geita kwa gari ya kawaida ni dakika 45. Tupate gari la zimamoto, hata kama wanajiandaa kupata kituo cha zimamoto, tupate gari ambayo itakuwa standby. Akithibitisha tukio hilo, mkuu wa kituo cha zimamoto na uokoaji mkoani Geita amesema katika tukio hilo hakuna madhara ya kibinadamu na kwamba zipo jitihada zinafanyika ili kusogeza huduma hiyo ndani ya mwaka huu. Kwa hiyo tunapokuwa tunapokea taarifa kwa umbali huo, na ukizingatia pia kwamba wananchi pia wanatoa taarifa kwa kuchelewa wakati mwingine, kwa hiyo tuna delayment ya almost saa nzima hapo katikati. Kwa hiyo moto unapokuwa unawaka ndani ya saa nzima hamjafika kwenye tukio, ni changamoto. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa mkoa wa Geita au ina mpango wa kuanzisha ofisi hapa kwa mji wa Katoro. Katika kupoteza bado kuna uhai wa kuendelea kupambana. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik.